Alikufanya nini baada ya kukuweka kitandani? Alinivua nguo. Akakuvua nguo. Akakwambiaje? Usimwambie bibi. Hakuna polisi yeyote anayenisaidia. Ni kunipiga tarehe tu, ilikuwa ni tarehe 5 mpaka leo. Mpaka leo hawajawahi kufika hapa. Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Ni tukio linalozua simanzi na ghadhabu miongoni mwa wakazi wa Moshi mkoani Kilimanjaro baada ya mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 7 kunusurika kifo baada ya kufanyiwa ukatili wa kingono na mwanaume mzima aliyekuwa akiishi jirani naye. Tukio hilo limeripotiwa kutokea mapema Januari 2026, imeibua maswali mazito kuhusu usalama wa watoto na ukimya wa jamii dhidi ya vitendo vya kikatili vinavyoendelea kujirudia. Mtoto huyo mwanafunzi wa darasa la pili mkazi wa kitongoji cha Mwananguruwe kata Old Moshi mkoani Kilimanjaro anadaiwa kufanyiwa ukatili wa kingono na mwanaume mwenye umri wa miaka 50 aliyefahamika kwa jina la Frank Asenga, kondakta wa mabasi katika stendi ya Moshi. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, tukio hilo linadaiwa kutokea Januari 5 mwaka huu 2026, wakati mtoto huyo alipotoka nyumbani kwenda kuchuma nyanya katika shamba la jirani kwa ajili ya matumizi ya familia. Inadaiwa kuwa mtuhumiwa alimvizia, akamchukua kwa nguvu na kumpeleka katika chumba chake ambako alifanya vitendo vya ukatili wa kingono. Mtoto huyo ameeleza kuwa alizibwa mdomo na kutishiwa kuuawa endapo angeripoti tukio hilo. Baada ya tukio hilo alitelekezwa ndani ya choo akiwa katika hali mbaya kiafya. Aliniita. Alikuita? Ndio. Alafu alipokuita ukafanyaje? Ukaenda? Ulipofika pale ndani, ulipofika karibu yake alifanyaje? Baka. Akakubeba? Alifanyaje? Beba. Akakubeba? Baada ya kukubeba akakupeleka wapi? Chumbani. Chumbani. Baada ya kupeleka chumbani ni wapi? Kitandani au kwenye nini? Kitandani. Alikufanya nini baada ya kukuweka kitandani? Alinivua nguo. Akakuvua nguo. Akakwambiaje? Usimwambie bibi. Mdomoni alikufanyaje? Aliniziba. Akakuziba na nini? Na mkono. Na mkono. Pale wakati anakuziba alivua nguo, akuvua nguo? Alivua. Akavua nguo. Haya, baada ya hapo ikawaje? Alinibaka. Akubaka. Baada ya kukubaka ikawaje? Akanipeleka chooni. Wakati unaenda chooni uliona ukuona? Sijaona. Hujaona? Ulijikuta huko chooni? Ndio. Na yeye ulimkuta wakati unajikuta huko chooni, ulimuona? Ndio. Akaelekea wapi? Alitoka nje. Wakati anatoka ulimuona? Hujamuona? Ndio. Wewe ulijikuta huko chooni? Ndio. Ulipiga kelele? Ulipiga kelele? Ndio. Ulikuwa unaita nani? Mama. Ukawa unaita mama? Ukuita bibi? Uliita mama? Ndio. Baada ya hapo ukatoka? Ndio. Ukafikaje nyumbani? Ulifikaje nyumbani? Nilikuwa natembea. Unatembea? Lakini mwili ulikuwa una nguvu au una nguvu? Hauna nguvu. Bibi wa mtoto huyo ambaye ndiye mlezi wake amesema kwa uchungu kuwa mtuhumiwa ni jirani yao wa karibu na kwamba baada ya kutekeleza tukio hilo alijaribu kumnyonga mtoto huyo kabla ya kutoroka na kutokomea kusikojulikana. Tukatoka wakasema wanafuatilia. Mpaka na sasa hivi hatujaona hata maskari kusema tuende tukaone hata kwenye tukio alikofanyiwa mtoto. Mpaka dakika hii hatujamuona mtu yoyote. Jamani, Mama Samia tusaidie jamani. Na kuomba wewe ni mzazi mwenzangu, naomba unisaidie kwa hili. Niseme nini mimi? Naomba Mama Samia nisaidie kwa hili kwa sababu imeshindikana. Nimeenda kwa maskari polisi Majengo, hakuna polisi yeyote anayenisaidia. Ni kunipiga tarehe tu, ilikuwa ni tarehe 5 mpaka leo. Mpaka leo hawajawahi kufika hapa. Viongozi katika eneo hilo wameeleza kulaani vikali kitendo hicho,
wakitaja kuwa ni cha kinyama na kisichokubalika katika jamii, huku akitoa wito kwa jeshi la polisi kufanya juhudi za haraka kumkamata mtuhumiwa na kuhakikisha sheria inachukua mkondo wake. Kwa upande wake, afisa maendeleo na ustawi wa jamii wa eneo hilo Bi Agnes Kesi amethibitisha kupokea taarifa ya tukio hilo. Amebainisha kuwa bado kuna changamoto ya baadhi ya wananchi kuogopa kutoa taarifa za vitendo vya ukatili, hali inayochelewesha upatikanaji wa haki ya jamii. Alivyohojiwa, katikati ya mahojiano damu ikawa namtoka puani. Ilivyoanza damu kutoka puani, nikaitwa mimi mamake, nikaenda kumnawisha, ikawa bado inaendelea kutoka. Wale waliokuwa wanamhoji wakasema haitawezekana kuendelea tena na mahojiano, itabidi tukatishe kwanza mahojiano. Baada ya hapo, askari mpelelezi akatuambia tuende hospitali. Wakatusaidia gari la hapo polisi, wakatupeleka mpaka hospitali ya Mawenzi. Tulivyoenda pale tukapata matibabu, tukaelekea nyumbani. Kesho yake tukaenda tena huko polisi kumalizia mahojiano. Tumeenda, wamemaliza mahojiano, lakini tunashangaa polisi kwa nini hawafuatilii. Tunaona wapo kimya tu, na hiki kijiji kinavyosemekana hata wakimuona mhalifu huwa hawatoi taarifa. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.